Hivi umeona kile ambacho kimeweza kutokea majira ya leo? Mtangazaji mkubwa sana na mchambuzi wa soka dunia nzima kwa ujumla. Huyu mtangazaji anaitwa Hafideh Radij. So huyu Hafideh Radij ni mtangazaji mzuri sana wa vipindi mbalimbali vya michezo, na amepitia katika moja kati ya blog kubwa sana ambayo huwa inapost content za michezo ambayo inajulikana kama beIN Sports. Mtangazaji huyu ni raia wa huko Algeria. Ni miongoni mwa watu maarufu sana walioendelea kushangazwa na ubora wa bao la Really Clatous Chota Chama, mchezaji wa Simba dhidi ya Yanga. So mtangazaji huyu anafahamika kwa utumizi mzuri wa lugha ya Kiarabu na ubunifu, huku msimu huu akijizolea maarufu mkubwa sana zaidi kupitia mechi ya United vs City kupitia ile ya Bruno bwana. Tunaweza tukasema kwamba Chama to the world. So mchezaji wa klabu ya Simba Chama ameendelea kupata maua na quick shout nyingi sana kutoka kwa wadau mbalimbali wa soka, na hii ni kutokana na video yake jinsi ilivyoenda mbali sana. So tunaweza tukasema kwamba this is extra Vegas, kwa sababu ameweza kufanya mapinduzi makubwa sana katika ulimwengu wa soka hapa Tanzania. So ni moja kati ya matukio ambayo hajawahi kushuhudiwa hapo nyuma, lakini kwa bao lake la hivi sasa ambalo alilifunga dhidi ya Yanga limepewa hadhi ya Puskas Karate Goal. Puskas Karate Goal ni aina ya magoli ambayo mara nyingi huwa yanatokea kwa nadra sana hapa duniani. So mara nyingi mabao hayo huaga yanaitwa Puskas kwa sababu kuna mchezaji ambaye anaitwa Ferenc Puskas, alikuwa ni mfungaji na mwanzilishi wa kufunga mabao ya ajabu ambayo hayatarajiwi. So goli la Chama ni moja kati ya magoli ambayo inasadikika yataenda kuwa nominees katika mwaka huu 2026 katika moja kati ya mabao yaliyofungwa na yakashangaza watu. So tusubirie makubwa, pengine ikitokea kama Chama akachukua tuzo hii, basi itakuwa ni status nzuri sana katika ligi yetu ya Tanzania. Mbali na hivyo, nitakukumbusha moja kati ya bao ambalo aliweza kulifunga Pape Osman Sako, ambayo aliweza kuchukua goli bora na kumbuka katika msimu ule kafu. So kwa hivi sasa Chama kafunga goli katika ligi kuu ya Tanzania, lakini macho ya watu wengi sana yameweza kutazama bao hili na limepostiwa na blogs kubwa sana katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Tukizungumzia blogs za huko Brazil, sehemu ambayo ndio mpira umezaliwa na wenye vipaji vingi kama kina Ronaldinho, Ronaldo de Lima, Neymar Jr. Lakini pia nchi kama England imeweza kuposti bao la Chama. Kenya pia ni majirani zetu, lakini huko nje huwa wanasikio sana, wanaonekana kama icon wa East Africa. So na wao pia waliweza kuposti goli hili la Chama. So Simba iko katika wakati mzuri, though ilitoa sare ya 2-2 dhidi ya Wasimo Yanga, lakini bao ambalo wameweza kulifunga Chama limeenda viral sana. Unaona kipi cha kusema baada ya bao la Chama kupostiwa na Hafideh Radij, mtangazaji mzuri sana wa beIN Sports? حياكم الله، مرحبا. حبيت من خلال هذا الفيديو القصير على السريع نوجه شكري وتقديري واحترامي وامتناني ل6 ملايين متابع على حسابي في انستغرام، ونجدد معهم العهد على أن أبقى وفيا لقيمي ومبادئي ومواقفي وللصداقة التي تجمع بيننا. 6 ملايين هو ليس مجرد رقم بالنسبة إلي، بل أكثر من ذلك. أعتبر بأنه وأعتقد بأنه عرب محبة وعرب احترام فيما بيننا، لذلك أعدكم بأنني سأبقى وفيا لكل هذا الذي جمع بيننا على مدى سنوات طويلة جدا، ولكل الذي سيجمع بيننا على المدى القريب وكذلك البعيد. مرة أخرى ألف شكر لكم، ومن خلالكم لكل متابعيني في حساباتي الأخرى على فيسبوك وتيك توك وتويتر ولينكدين ويوتيوب كذلك. مرة أخرى